إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور صدورنا محمدًا عبده ورسوله نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه يا خير من دفنت بالكاع أعظمه فطاب من طيبهن الكاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد الله سبحانه وتعالى anatukumbusha katika suratul Baqara kwa kusema al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab ayuha al-mu'minun Allah Jalla wa Ala anasema al-hajju ashhurun ma'lumat. Hija ina miezi yake inayojulikana. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ashhurul hajj Shawwal, Dhulqa'dah wa 10 min Dhulhijjah. Hivi sasa tupo katika musim wa miezi ya hija. Na tunapohitaji hija tunazungumza nguzo katika nguzo za Uislamu, bali katika nguzo iliyokuwa kubwa sana. Faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, na jambo lolote lile mtakalolifanya katika khairi Allahu Jalla wa Ala yeye ni mjuzi. Maana yake nini? Katika msingi mkubwa wa ibada, bali katika ibada ya hija na ibada nyingine, ni wanadamu kusuhubiana na ikhlas. Mpaka Allahu Jalla wa Ala akasema wa atimul hajja wal umrata lillah, na kamilisheni ibada ya hija pamoja na umra si kwa ajili nyingine yoyote isipokuwa kwa ajili ya kutaka radhi za Allahu Jalla wa Ala. Ala lillahi ad-dinul khalis wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kama kuna jambo lilokuwa kubwa na adhim anapaswa mu'min apambane nalo katika maisha yake ya kufanya ibada, basi ni kuitafuta ikhlas, kutafuta amali ambayo mja anaifanya kwa ajili ya kutaka radhi za Allahu Jalla wa Ala peke yake. Wama kana lillahi yabqa, na jambo lolote lile ambalo litafanywa kwa ajili ya kutaka radhi zake Allah Jalla wa Ala, basi jambo hilo hubaki.
hubaki katika dunia, hubaki katika athari ya moyo wa binadamu, hubaki kwa tafsiri yoyote mnayofahamu nyinyi ya kubaki. Lakini kwa kuwa nyingi katika amali tunazozifanya tunakusudia mambo mengine, tunakusudia riya, tunakusudia sum'a, tunakusudia umashuhuri, tunakusudia na vitu vingine, basi athari haipatikani katika ibada. Na ndio maana Allahu Jalla waala akawatahadharisha mahujaji mapema sana, na kila mwenye kutaka nia ya kufanya ibada ya hija, wa atimul hajja wal umrata lillah, na kamilisheni ibada ya hija pamoja na ibada ya umra, si kwa ajili mwingine yoyote isipokuwa ni kutaka radhi zake Allahu Jalla waala. Aliulizwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal talabta hadha al-ilma lillah, hii elimu uliyokuwa nayo, mwanazuoni mkubwa kahifadhi hadithi za mtume zaidi ya laki, uliitafuta hii elimu kwa ajili ya Allah? Akasema la, shay'un hubbiba ilayya fatalabtuh, shay'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Mwenye kufanya jambo kwa ajili ya Allah hasemi kama kafanya kwa ajili yake, wala hawahadithi watu kama nimekupa hichi kwa ajili ya Allah, sina makusudio mengine. Anayefanya lillah atafuta kila asbabu na kila njia ili iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa maana nyingine yoyote. Na ndivyo alivyokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafundisha masahaba zake. Baada ya kutia nia ya kufanya ibada ya hija, akamwambia Allahu Jalla wa ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Kiarabu kwetu sisi Kiswahili, na Kiswahili kwetu sisi Kiarabu, neno labbaik tunalitumia wakati tunapoitika, lakini katika lugha ya Kiarabu lina maana zaidi ya kuitika. Labbaika maana ya al-lubbu, al-lubbu fi shay', maana khalisuhu wa jawharuhu. Ya Rabbi, ikhlasun lak, nafanya ibada hii kwa ajili yako, simhitaji mwingine yoyote. Hujaji anapoleta istishari katika moyo wake kwamba amali yake hiyo anaifanya kwa ajili ya Allah Jalla waala, wala hatafuti jambo jingine lolote isipokuwa hilo, basi manufaa ya hija yake itapatikana. Hatakuwa ni yule katika wanaosema akaitwa jina lake likawa jina lake halijatimilia kama hajaitwa al-Hajj, bali ataweza kugombana na watu, kwa nini hamkunipa hadhi yangu, au begi langu ninalorudi nalo hamjaliandiki kwamba mimi al-Hajj, au watu wote wajue kwamba naye kafanya hija. Huyo atakuwa hakufahamu wala hajapata istishar ya wito wa Allah Jalla wa ala, wa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Bali katika maana nyingine za kuitika kwamba ijabatan ba'da ijabah, ewe Mola wangu na kuitika badala ya kuniita. Allahu Jalla wa ala alimwamrisha Sayyidina Ibrahim, akamwambia wa'adhin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Sayyidina Ibrahim akamwambia Mola wake, ya Rabbi, sauti yangu hafifu, watu watanisikia vipi? Akamwambia alayka albalagh, wewe juu yako kufikisha tuliyokuambia. Wataitika wenyewe hao. Wanavyuoni wanasema hakuna mtu aliyeitwa alikuwa hakuitika. Kila kilichokuwa chenye roho kilisikia wito huo. Sayyidina Ibrahim alivyoanadia watu, ayuhan nas, enyi watu, inna Allaha attakhadha baitan, Allah Jalla wa ala na nyumba yake, fahujju, ikusudieni nyumba hiyo. Watu wote walisikia, lakini kuna tofauti ya kuitwa ukasikia na kuitika na ukenda pale ulipoitwa. Atafuata bwana fulani mpaka umri wako uliokuwa nao bado hujafanya ibada ya hija, anasema nitahiji mwakani, na mwakani anafuatwa tena, ya fulani, tizama akhira yako, lini utakwenda haji? Anasema mwakani. Yeye ana mwaka usiokwisha katika umri wake. Na lau kama angeitika wito huo akenda katika nyumba hizo, wallahi angeliona makubwa kuliko yale ambayo yanamzuia hapa duniani katika maarib ya kidunia. Katika mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yanayohusiana katika ibada ya hija ni kufuata mwenendo wake. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khudhu anni manasikakum,
chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija, jifunzeni kutoka kwangu ibada ya hija, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema pengine sitoonana na nyinyi tena baada ya mwaka huu. Wanavyoni wakaiita hija yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hijjatul wada, hija ya kuaga, ndio hija yake ya mwisho, ndio amali yake ya mwisho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubwa katika arkani alizozifanya. Ulipofika mfungo 6 badala ya kumaliza mfungo 3, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam roho yake ikenda ila rafiqil a'la. Kwa hiyo katika mafunzo ya bwana Mtume, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Bwana Mtume anatufundisha nini? Bwana Mtume anatufundisha tunapofanya amali zetu na matendo yetu, katika kila jambo tumtizame yeye, tumfuate yeye, kama vile Allahu Jalla wa Ala aliposema katika Qur'ani, wattabi'uhu la'allakum tuflihun. Mfuateni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muongozo wake aliyokuja nao. Sasa katika jamii kumezalika jambo la mafuhumu ya mienendo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, kama vile si sunna, si jambo la lazima manake. Si sunna kwamba ukifanya yalla, usipofanya masha Allah. Lakini kuna uzito mkubwa, na masahaba walifahamu uzito mkubwa wa kufuata mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umuri ma kanat sunnatun wa sharruha almuhdathatul bada'i. Hakuna sharafu iliyokuwa kubwa, hakuna utukufu uliokuwa mkubwa kama kufuata sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi aulize mwenye kutaka kuhiji, vipi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya hija yake. Nilikutana na bwana mmoja katika wanaopeleka watu kuhiji, katika kupeana taarifa na hali zinazokwenda juu ya matayarisho ya hija, lakini akaniambia jambo moja kwa maana ya kujisifia kwamba sisi safari yetu inafuata hadi nabii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alivyofanya hija. Mnaanza vipi hija? Anasema sisi tunaanza Madina, kama vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Madina akaenda zake Makka. Nikawaambia na wale wanaoanza Makka baadaye wakaenda Madina wamekosa sunna ya Mtume. Akasema na kwani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka alirudia wapi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunatakiwa tuzifahamu sunna za Mtume katika uweledi huo, kwamba kuna baadhi ya hali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya matendo kutokana na hali za kimaumbile, lakini zinakuwa sunna. Ulitarajia vipi bwana Mtume atoke Madina mpaka Makka atembee kwa mguu na kipando kipo? Na wanazuoni wamezungumza hali za ipi hija iliyokuwa bora, ya mtu kutembea kwa miguu mpaka anafika masehemu zile, au kwa mtu aliyepanda kipando. Lakini pia ulitarajia vipi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina ndiyo nyumbani kwake, atoke nchi gani nyingine isiyokuwa hiyo? Kwa hiyo kusibu sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa katika manasikul hajj, utaona ni ibada moja ya mwaka mmoja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya, lakini ndani yake kuna mafunzo mengi sana, ndani yake kuna utukufu mkubwa sana, ukiachilia mbali fadhail na matukufu wanaoyapata hawa ambayo wanaikusudia nyumba hiyo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa najata at-ta'ibin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. وبعد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون
katika yanayozungumzwa yenye uzoefu katika kusoma, kuna ibada za sampuli tatu. Hata umalize vitabu, ibada hizo huwezi kuzifahamu mpaka usitekeleze. Ya kwanza, fiqhul janaza. Kwa mtu ambaye atasoma vitabu vyote vya elimu vyenye kuzungumza fiqhi ya kukosha maiti, kumkafini, kumzika, kama hujakaa na wazoefu wenye kufanya amali hiyo, huwezi kufanya. Fiqhu ya pili, fiqhul nikah, elimu ya ndoa. Kuna mambo mengi ndani yake. Kuna watu wamezama katika ndoa, kuna wengine hawajazama, wanakaribia kuzama katika ndoa, wala hakuna aliyepasi madhali bado yuko hai na yupo na ahli yake. Kwa sababu kuna baadhi ya maamuzi, mmoja anasema kuna baadhi ya vita ushindi wake si kushinda, kuna vita vingine ushindi wake kushindwa, navyo vinapatikana katika ndoa. Inaweza kuwa kuna mujadala au kuna mukhasama, mtu kahasimiana na ahli yake, na pengine wewe mwanamume ndio mwenye hoja na ndio uko sahihi katika unayosema, lakini hizo hoja zako na usahihi wako unaweza ukapelekea ndoa yako kuvunjika. Kumbe kukubali kushindwa ndo kushinda. Kwa hiyo ukiambiwa sio kila vita kushinda ni ushindi, miongoni mwa hivyo ni katika ndoa. Hawezi kuyafahamu haya mpaka yule ambaye atakuwa anaishi katika maisha hayo ya ndoa. Hii ni ya pili. Ibada ya tatu ni ibada ya hija pamoja na umra. Al-Imam Abu Hanifa, al-Imam al-A'zam, anaitwa imamu mkubwa. Kullu fukaha iyalu Abi Hanifa, wanasema mafakihi wote, watu wote wenye kujua elimu za sharia ni watoto wa Imam Abi Hanifa. Alikwenda kufanya ibada ya hija, tayari ametoka Arafa, amekwenda Muzdalifa. Asubuhi anaamka, anakwenda kurembea mawe katika Jamaratul Aqaba. Baada ya kumaliza kuna chinjwa, inafuata ibada ya kunyoa. Al-Imam Abu Hanifa akawatafuta mahallak. Ukenda katika ibada za hija utakuta kuna watu maalum wamekaa na mashine zao na viwembe vyao. Wengine wanataka ujira, unawapa chochote, wengine wanataka fadhila na thawabu kwa hudumikia mahujaji. Al-Imam Abu Hanifa na fiqhi yake na ukubwa wake aliyokuwa nao na madhehebu yake maarufu tunayojua ya Hanafi, akakutana na halak, kinyozi mnyoa nywele. Anamwambia, "Bikam, kiasi gani nikupe utaninyoa nywele zangu?" Yule bwana akamwambia, "Wewe mtu wa aina wapi? A'raqiyun ant?" Unatoka Iraqi? Kwa sababu ni sehemu ambazo zinatambulikana kwa mijadala na hoja na ubishani. Hujasoma kauli ya Allah jalla wa ala, "Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala." Unataka nianze kukwambia kunyoa nywele 5000 wewe niambie 4000, mimi nikwambie 3000 wewe niambie 2000, kutapatikana jidali hapa? Mambo hayo katika ibada ya haji hayatakikani. Abu Hanifa na ilmu yake akanyamaza kimya. La kufanya akaona akae chini kwa ajili ya kunyolewa nywele zake, lakini alikaa hakuelekea kibla. Yule bwana kinyozi akamzungusha kichwa chake Abu Hanifa, akamwambia, "Istakbilil qibla, elekea kibla." Wewe mtu wa wapi? Abu Hanifa na ilmu yake na wanafunzi wake kanyamaza kimya. Na hapa tunafunzwa tawadhu. Kuna baadhi yetu vyeo vinatusumbua na vinatushughulisha vya kila namna. Kila ismi ya cheo unachokijua wewe cheo, basi kuna baadhi ya watu vinawadhuri. Ndio mmoja katika wengine wenye kuandika wanasema kuna wengine wanabaleghe za vyeo. Kama vile kuna kwa vijana ambao huyu ndo kwanza kabaleghe huyu, kwa hiyo mchukulieni, mfanyeni tiba yake taratibu. Wako baadhi wanapopata vyeo, wanapokuwa maofisini kwao, hali wanayokuwa nayo kwamba ana sayyidu qaumin fa'adhimuni, mie ndo bwana, mie ndo mkurugenzi hapa, mie ndio mshika fedha hapa, niadhimisheni, mtakalosema nyie na nyie ndo mtafanya. Abu Hanifa na ilmu yake alikuwa nayo, alikuwa mtawadhi hasa katika kujifunza. Ndo watu wawili hawa hawapati elimu.
mustahin wa mutakabbir, mtu ambaye anaona haya kuuliza kuhusu elimu, na mtu mwenye kiburi, mwenye kujikweza. Alilmu harbun lilfatal mutaali kasayli harbun lilmakani alali. Mtu mwenye kibri hapati elimu. Abu Hanifa akaelekea kibla, akamwambia mbona hunyonyoi? Kumbe yule kinyozi anamsubiri Abu Hanifa ampe upande wake wa kulia. Akamzungusha tena kichwa chake, akamwambia tayamman, nipe ubavu wako wa kulia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yatayammanu fi amrihi kulli, alikuwa jambo lake lolote la khair anataka kulifanya anaanza kulia. Abu Hanifa anasema niliona haya, kinyozi leo ananipa darasa za hija na ushekhe niliokuwa nao. Maana yake nini? Si maana yake kwamba elimu inapatikana kwa vinyozi au elimu inapatikana maskani. Tuizingatie jili hiyo wakati huo kulipokuwa na mafukaha. Manake mwisho Abu Hanifa hakukubali kumuona huyu kinyozi kwa mtu wa kawaida. Akamuuliza, wewe mwanafunzi wa nani? Akamwambia mimi mwanafunzi wa Ata ibn Abi Rabah. Na Ata ibn Abi Rabah ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo watu wa kawaida tu walikuwa na ilmu. Al-Imam Abu Hanifa anaanza kukatwa nywele zake, kaka kimya, hali ya kuwa zile ni ayami za haji, ni siku za takbir. Wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat, mtajeni Allah sana. Akamwambia shekhe, mbona umekaa kimya? Udhkurullah, mtaji Allah. Abu Hanifa akaanza pale kuleta takbiri, Allahu akbar. Anaona leo hapa nimekamatwa na ushekhe wangu, kukusudia kwamba ilmu ya hija na ilmu ya nikah na ilmu ya janaza ukamatwe mkono, uwaulize mashekhe unaokwenda nao, uisome kabla hujaondoka hapa. Tena kusoma kwake sio kama hujaji tu peke yao, hata waislamu waliobakia hapa wanatakiwa fahamu mwezi 8 sasa hivi huko watu waliko kuna jambo gani, mwezi 9 sasa hivi ni ayamu tashrik, waislamu wako wapi? Waislamu katika suala la kusoma na kujua manasik na ibada za hija ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Abu Hanifa alipomaliza akaondoka, akaona huyu bwana nisimsemeshe, nisimpe neno. Na ndivyo tunavyoambiwa, ukikaa na wenye elimu chunga sana ulimi wako usije ukakosea, watakuweka sawa. Abu Hanifa akaenda zake, akamwambia ila ain, unaelekea wapi? Swali raka 2 bwana hapo, umshukuru Allah jalla wa ala. Unajua ile hali ya mtu unafanya kitu ambacho cha wajib au cha lazima au chenye thawabu na wewe, lakini hukifanyi, kuna mtu mdogo tu anakwambia ufanye. Ndio hali aliyokuwa nayo al-Imam Abu Hanifa. Asli ya kuzungumza kisa hichi ni kusisitiza kwamba kila anayekusudia kufanya ibada ya hija au muislamu ahudhurie katika madaris ambayo yanazungumza mafunzo ya manasik ya haji. Badala ya kumaliza Abu Hanifa kuswali, akamwambia wewe si mtu wa kawaida, ilmu hii umejifunza wapi? Akasema mimi shekhe wangu Ata bin Abi Rabah. Na moja katika njia za kujifunza hasa katika wakati wetu wa sasa ni kutizama unajifunza kwa nani. Abdullah ibn Mas'ud anasema ayuha nas, enyi watu, inna hadha al-ilma dinun, hii elimu hii inayosomeshwa misikitini, mabarazani, vioni ni dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, tizameni mnachukua kwa kina nani ilmu yenu. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema raditu bimalikin hujjatan baini wa baina Allah, namridhia shekhe wangu al-Imam Malik kuwa ni hujja baina yangu mimi na baina Allah jalla wa ala akenda kuniuliza kuhusu ilmu. Taban ni katika masala ya ijtihad, hujja ni peke yake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik anasema kullu minna yukhadhu kalamuhu wa yutrak illa sahiba hadha al-qabr, kila mmoja miongoni mwetu maneno yake yatachukuliwa na yatatupwa isipokuwa Bwana Mtume tu sallallahu alaihi wasallam, maneno yake ndiyo hujja. Lakini al-Imam Shafi'i badala ya kuona ucha Mungu, badala ya kuona ilmu na nur na huda na basira kwa mwalimu wake, akasema mimi
raditu bimalikin hujjatan baini wa baina Allah, tumemridhia. Sasa si kila suala unamuuliza, si kila shekhe. Muulize yule ambaye unaridhia na unahisi kwamba akikujibu katika swala lako la dini, kwa kuwa wewe unaridhika kwa ilmu aliyokuwa nayo, kwa uchamungu aliyokuwa nayo na takwa ambayo Allahu jalla wa ala amempa. Ibadallah, ala inna yawm aljum'ati sayyidul ayyam fasallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salam alayhi laylan wa nahara sirran wa ijhara dhil wajhi al anwar wal jabin al azhar الشافع المشفع إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعند كماله. وارض اللهم عن بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي وعن الستة الباقين. اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا والحاضرين توبة نصوها طهرنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راهن ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في زنجبار وارزقنا الخير والأمن والأمان والاستقرار، ورخص فيها الأسعار وكثر فيها الطلبة والعلماء والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.